kuwa kwenye laana. Ngoja nikwambie, kuzaliwa kwa Yesu ilikuwa ni patanisho baina yetu sisi na Mungu wetu. Patanisho. Kufa kwa Yesu ilikuwa ni ukombozi wa mwanadamu maisha yake ya dhambi. Unajua ile dhambi ilisababisha hata kitoto kidogo kiko kwenye tumbo la mama yake kiko kwenye laana. Ndivyo ilivyokuwa. Haleluya. Maana ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 4 pale kuanzia wa 5 anasema Mungu akajuta kumuumba mwanadamu. Anasema moyo wa mwanadamu siku zote unawaza mabaya tu. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema anayesema sina dhambi aidanganya nafsi yake mwenyewe. Wewe ukiuchukua ubaya wa mwenzio aliofanya wiki iliyopita, mwenzangu, unakosea. Mungu alishamsamehe. Mungu anaangalia mwisho mzuri wa mtu. Yeye anaangalia mwisho tangu mwanzo. Heshimu leo ya mtu. Tukianza historia ya huko tulikotoka sio kuzuri. Tumetoka kubaya sana. Tuangalie leo. Kwa wewe ambaye umepata neema leo kuhudhuria ibada toka asubuhi, Mungu akukomboe. Mungu akukomboe kwa jina la Yesu. Turudi kwenye uhalisia wetu. Uhalisia wetu umeharibiwa na shetani. Lakini Mungu amemtuma mchungaji wetu na fimbo ya chuma. Fimbo ya chuma sio alama ya uongozi basi, bali ni kazi. Ametumwa na kazi. Anapitia mengi, lakini ana fimbo ya chuma mkononi mwake, ili atuchonge tena. Turudi kwenye uhalisia wa Mungu. Turudi kwenye sura ya Mungu, kwenye mfano wa Mungu kupitia mchungaji wetu. Haleluya. Tumesoma pale kwamba yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. Mwanzo sura ya 2 27 anasema hivi, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma. Ndio fimbo ya chuma naisema hiyo. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, kama vyombo vya mfinyanzi vipondoavyo, kama mimi nami nilivyopokea kutoka kwa baba yangu. Haleluya. Kama mimi nami nilivyopokea kutoka kwa baba yangu. Mstari wa 27 anasema, nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 26 mpaka 27 anasema, nami nitampa ile nyota ya asubuhi mpaka 28. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 26 mpaka 27. Narudia kusoma. Na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, kama vyombo vya mfinyanzi vipondoavyo, kama mimi nami nilivyopokea kutoka kwa baba yangu. 28 anasema, nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Nyota ya asubuhi zamani alikuwa ni Lucifer. Lucifer akamsaliti Mungu, akatupwa. Na ili uwe nyota ni kwa sababu inamulika. Na kwa nini inamulika? Kulingana na senta ilipowekwa, kwamba Mungu ni jua, alafu jua linaipiga ile nyota inamulika. Kwa akatolewa kwenye eneo hilo, akatupwa, akawa hamuliki tena. Leo hii kama shetani anakushinda, mwenzangu, hana nguvu tena. Lucifer maana yake mbeba mwanga. Kwa ile nuru ya Mungu ndani ya Lucifer ikiwa imetoka, ni likavu tu, yani likavu kavu. Alafu ana upande mmoja tu, mwenzetu yule, yeye ana roho peke yake. Sisi tuna roho, alafu tuna mwili. Tuko mara mbili, lakini tunaishi sana upande mmoja wa mwilini. Rohoni hatujawahi kuishi. Ukijitambua upande wa rohoni, kazi ya Mungu haitakuwa ngumu hapa. Kila mtu atajua jukumu lake, kwamba mimi nimekuja hapa, Mungu nionyeshe kazi ya kufanya. Lakini uwe na uchungu kama mchungaji anavyokuwa na uchungu, kwamba hivi viti vinakaliwa na nani? Binafsi. Naenda kuomba michango kule na kule. Nitatengeneza kadi stationary, nitafanya mchango wa kanisa. Njoo kwa mchungaji atakaongekea muhuri. Kanisa mahali fulani tuna ujenzi wa kanisa.
tunaomba mchango kwako. Msipeleke kwa waliokoka tu, peleka hata kwa wapagani. Biblia imesema hata wa mataifa inatakiwa walete hapa uzima wao na nguvu yao kule, kwa sababu ya watumishi wa Mungu kazi mnaofanya hapa. Uzima wa hii dunia ni Mungu, na huyu Mungu ni sisi wachache tunaolitaja jina la Mungu kinasababisha uhai na kwa wengine. Tuende huko. Nimesema asubuhi, nyumba zinateseka huko, lakini mtangulize Mungu kwamba Mungu, wewe sikiliza, mimi natoka naenda kushuhudia, nisiende kudhalilika. Na hautadhalilika, utaenda na utarudi na matunda. Kwani vibaya ukienda stationery nitengenezee kadi za mialiko? Ni mawazo yako, maono yako. Sasa tengeza kadi 10. Tuna shida na pesa, tuna ujenzi wa kanisa. Nenda kwa wenye pesa zao na magereji humo, watu wana huko na pesa zao, kama wao wanavyokuja kwetu kwamba michango ya harusi, peleka kadi, tunaomba mchango, tuna shida na milioni 20, tunaomba mchango wako, kiasi chochote ambacho Mungu atakujalia. Unakuta ameandika shilingi 100,000, wakiandika watatu tuna shilingi ngapi? Unataka mpaka mchungaji ana mambo mengi ya kufanya, hatafikiria mangapi, kwa sababu wewe una karama ya kutambua mbele, ya kufikiria namna gani kufanya kazi ya Mungu. Basi Mungu atakusaidia. Tunahitaji mawazo yako, tunahitaji mchango wako. Hapa tumeitwa wote, ila kila mtu na karama yake, zikiongozwa na Baba yetu. Haleluya. Hiki ninachokizungumza na maanisha, tukifanya hivyo tutatoboa. Malengo yetu yatatimia kwa muda mfupi sana. Haleluya. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, panataja uwingi. Ufunuo, andika Ufunuo 21 mstari wa kwanza. Ufunuo 21:1. Biblia inasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza, sio ya kwanza. Asubuhi nimesema kwa nini panataja wingi? Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nimesema kuna Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Hiyo weka pembeni. Soma hii tunaoisoma hapa. Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kuna maana. Nimesema ukipoteza namba moja, yule unayempigia namba haitaenda. Ni sawa na sisi, unakuta mtu anasema katika jina la Yesu Kristo. Sisi hatumwabudu Yesu Kristo, tunamwabudu Yesu Kristo. Kuna mwingine anasema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sio huyo tunamwabudu sisi. Anasema mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana, sio na la Mwana, na Mwana na Roho Mtakatifu. Ukisema tu na la Mwana, faulo, umetaja miungu mingine. Mungu wetu ni mmoja. Ngoja nikwambie, yani Mungu alivyo ni kama triangle, pembe tatu. Pembe tatu zimeshikwa na vitu vingapi? Ni kitu kimoja, ile kimetokezea huku, kimetokezea huku, kimetokezea huku. Ndio hizo au hawa anasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Yani Mungu na zile nafsi zake, tufanye mtu kwa mfano wake. Mungu na nafsi zake tatu, ambaye ni Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wamekaa wanasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. 26, 27 anasema Mungu akamuumba. Sasa wanaanza kujiuliza, mwanzo wamesema wanaelewana, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. 27 anasema Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke. Mbona anasema hao watu wakamuumba mwanaume na mwanamke? Asemi hivi kwamba Mungu, zile nafsi tatu ukizichanganya zinatengeneza neno Mungu. Haleluya, zinatengeneza neno Mungu. Sisi tunaishi kwa utatu mtakatifu. Kuta watu wanapinga hiyo, hiyo ni mizimu, ni mipepo kabisa. Sisi tunamwabudu Mungu mwenye nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na ndio Pentekosti huo, na ndio utakatifu huo. Haleluya. Tukasema mwanzo utakatifu ni nini? Tumetafsiri kidogo. Sijamaanisha kwamba sisi watakatifu. Sisi ni watakatifu. Kwa Kiswahili hakuna neno lingine hapo. Tunaweka tu utakatifu. Kwa hapa ni kituo cha watakatifu. Haleluya. Hapa ni kituo cha watakatifu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema vile ulivyo, hata kama una maisha magumu, lakini kwenye ugumu wa maisha hayo, kama kuna baraka za Mungu, kama kuna utisho na uwepo wa Mungu, yani wewe uko mbali kuliko matajiri unaowaona. Mungu ni wa ajabu sana. Maana anasema vinyonge anaviheshimisha, anaviinua. Usiseme mimi nkani bure bure, hapana. Yani ulivyoumbwa ni mpango wa Mungu, wewe uwafikie watu fulani hivyo, na huyu mwingine kulingana na vile alivyo, na yeye awafikie watu wa aina hiyo huko. Nimesema tungefanana wote ingekuwa ni fujo. Kwa tofauti wetu ndio mpango wa Mungu. Haleluya. Anasema 21, Ufunuo 21:1 anasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza, wingi za kwanza na nchi ya kwanza vimekwisha kupita, hapana bahari tena. Nakuja nikufundisha somo hilo la kuhusiana na mnyama. Mnyama yani anatuingiza penye shida sana. Iye mnyama, somo hilo ni zuri sana kwa sababu ndiko tunakokamatiwa upande huo pasipo kujua. Tunawaza mpinga Kristo atakuja na mapanga. Haji na mapanga. Kwani yeye hana akili? Siku hizi kuna mabaunsa. Labda hata ndani umuamo mabaunsa. Akija na mapanga na mimi nara kwangu. Tunashindana na. Kwa hiyo haji hivyo, anakuja kwa upendo. Panga la upendo ni panga kali sana. Anakupata kwa panga la upendo. Pasipo kujua unasema mpinga Kristo akija nitamkataa. Kumbe umeshamkubali tayari pasipo kujua. Umkubali. Lakini umemsaliti Mungu wako pasipo kujua. Kwa anakuja kwa njia ya upendo. Haji kwa njia ile. Dunia inabadilika na kila kitu vinabadilika. Hata Yesu alisema maarifa ya wengi yatafanya nini? Yataongezeka. Yataongezeka. Kwa nini yanaongezeka? Wewe unasema hivi usivilete hapa. Hatukuwa tunaishi hivi kwenye utakatifu. Utakatifu wetu ni maisha haya. Unakiri udhaifu. Kama Mungu amekupa mafunuo yenye utukufu wake, lete. Na neno la Mungu linaishi kulingana na nyakati. Lilikuwepo, lipo, linaendelea kuishi. Mchungaji Nzoa haishi kama walivyokuwa naishi wachungaji wa zamani. Anaishi na mifumo ya sasa. Mungu anataka nini? Anawafikishiaje hawa binadamu wa sasa ujumbe? Kwa anamtumia kwa mafunuo mapya. Maarifa ya wengi yataongezeka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu ni zuri, lakini muda huu zimeisha dakika zetu. Lakini nitakuja siku moja tufundishane vizuri. Ngoja nikutiririkie kidogo hapa. Nilivyosema Adamu si mwanadamu wa kwanza kuumbwa. Wengine wameniangalia kwamba anaanza kutuletea matango mwitu hapa, matango poli. Nataka nikufafanulie vizuri. Tufungua akili yako. Andika kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Anza mstari wa 1 mpaka wa 16 ukasome nyumbani. Ila mimi nikuelezee haraka tu. Ila utulie, nitakueleza haraka sana. Ningekuelekeza vitu vingi kwa sababu kuna Biblia zimetoka sasa hivi, kuna vitabu vimechomolewa humo. Ningekuelekeza kwa haraka ili usije ukajikuta umenunua Biblia kama hiyo. Haya, unisikilize sasa. Unisikilize sasa. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 16. Ila nitaeleza tu kulingana na muda wetu. Biblia inasema Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mtoto. Akasema nimepata mtoto mwanaume kwa Bwana. Duniani pana watu wangapi? Pamekuwa na watu wangapi? 3. Tusikilize huku. Mungu kama wewe unavyowaza, Adamu ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa, wa pili mke wake. Yaani pana mbali sana. Muda huu. Nimesema Biblia imeandikwa sura ya 1 Mwanzo, soma yote mpaka mwisho. Nenda sura ya 4, soma mstari wa 1 mpaka wa 4. Utakuwa umesoma Biblia nzima. Unisikilize hapo. Kwa nini tunachanganya historia na uhalisia? Uhalisia uko hivi. Kile kilichofanyika hapa kwenye Mwanzo sura ya 1 na sura ya 2 mstari wa 4 ndio uhalisia. Kile kilichoendelea kuanzia Mwanzo sura ya 2 mstari wa 5 ni historia. Kina tafsiri huku mwanzoni. Kinaeleza vyote vya huku mwanzo. Ngoja nikuelekeze siku moja vizuri. Yaani somo la leo ni somo la siku 3 mpaka 4, lakini ninakufundisha leo. Tu nisamee. Kama tunasalimiana leo, nitaondoka nitakuacha njia panda. Ila tu nielewe kwa haraka. Mwanzo pale Mungu anasema